Ni wakati najaribu kufikiri kwamba tunaendaje, Mungu ametupa nini ambacho tunaenda nacho leo, lakini kaona kwa ajili ya wenzetu ambao pengine jana juzi hawakuwepo, tujaribu kudokoa huku na huku na huku ili tuweze kupata kitu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lengo letu kubwa ni kujua wajibu wetu. Lengo letu kubwa ni kujua sisi ni nani. Tulikuwa tunajifunza tangu huko nyuma juu ya wazo la huru, kwamba mtu ni wazo la Mungu. Mtu kwa maana ya wewe, kwamba ni wazo la Mungu. Na kama ni wazo la Mungu, una heshima kubwa sana, na Mungu akuheshimu sana jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Una mfano na sura ya Mungu, sio kwa jinsi ya mwili, sio kwa jinsi ya huu mwili. Huu mwili umetengenezwa kama unavyouona, kama ulivyo wewe, kwa thamani kubwa sana, kwa mikono ya Mungu. Sasa mikono ya Mungu kutengeneza huo mwili ni kitu kikubwa sana. Ukiangalia bahari, ukiangalia vitu vyote unavyoviona, nyangumi na wanyama wakubwa na kila kitu unachokiona, hakuna kilichoshikwa na mkono wa nani? Wa Mungu. Mungu alitamka neno vikawepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akatengeneza huu mwili kwa ustadi kwa ajili ya kutunzia kitu chenye thamani ambacho ni mtu aliyetunzwa ndani ya huu mwili. Kwa hiyo hatufanani na Mungu kwa jinsi ya huu mwili, lakini tunafanana na Mungu kwa jinsi ya roho. Kama tulikuwa kama mtu au wewe ni wazo la Mungu, maana yake ulikuwepo kabla ya kuwepo. Na hivi vitu vikiwepo, wewe vikiumbwa, vikitamkwa, wewe ulikuwepo. Lakini tukasema kama tuna mfano wa Mungu, kama tuna sura ya Mungu, maana yake kilichoko ndani ya Mungu kiko ndani yetu. Amen. Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 21. 18 Mithali 21. Anasema mauti na uzima uko juu ya ulimi. Si ndio wapendwa? Hebu usome pale kama umepapata. Mstari wa 21 wa Mithali. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Na wao wapendao watakula matunda yake. Watakula matunda yake. Si ndio wapendwa? Mungu alipokuwa anatamka, maana yake alitumia kinywa. Ndani ya kinywa kuna ulimi. Kama alitamka kiwepo kikawepo, maana yake huo uwezo huko ndani ya nani? Ya ulimi. Wewe una ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kusudi la wewe kuwa na nini? Na ulimi. Kuna vitu utaviumbia mauti na mauti itokee. Kuna vitu utaviumbia uzima na uzima utokee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jana tulikuwa tunaangalia wito. Kwa nini? Kwa sababu neno ambalo limekuwa likituongoza au kichwa kilichotuongoza kwenye semina hii ni wito mkuu. Sasa tuliangalia wito ni nini. Si wote wanaofahamu vizuri maana ya wito,
Lakini tukagundua tukijifunza, tukielewa, tukikumbushana, tukielewa, tutachangamka zaidi kuliko jana, si ndio? Tukagundua kwamba wito lazima kuwe na watu wawili, anayeita na anayeitwa. Kama ni wawili, kuna Mungu ambaye yeye anaita, kuna mtu anayeitwa. Anayeita tukajifunza au tukaona kwamba anayeita ana kusudi la kuita huyu mtu. Anayeitwa wajibu wake ni kufanya lile kusudi la yule anayemuita. Na tulisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ile 42 na mstari ule wa 6 na wa 7. Ndipo tulipopasoma pale. Ninaenda hivi kwa faida ya wale, kwa sababu ningetamani afadhali tupate kitu cha msingi tutakachoondoka nacho. Hivi vingine watakuja wengine watafundisha, au Roho Mtakatifu atatufundisha kwa namna nyingine. Yaani unajazia na vya kwako pia ulivyo navyo. Isaya ile 42 mstari ule wa 6 na ule mstari wa 7. Hapo ndipo tunapoona wito kwamba kuna anayeita. Tunaweza tukarudia kupasoma Isaya 42 mstari wa 6. Kuna anayeita pale. Isaya 42 mstari wa 6 na wa 7. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Asante. Mstari wa 7 anasemaje pale? Soma huo ile na uona karibu. Kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufunga. Sasa kitu kikubwa nachata uone pale, mimi Bwana nimefanya nini? Hajasema amesema nimekuita. Tuliona kwamba wito ni wa mtu mmoja, anayeitwa ni mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu kusudi la Mungu anatafuta mtu. Na tuliona kwamba hata kama watu wote wangekuwa ni watakatifu duniani, lakini pana mtu mmoja mwenye dhambi, Yesu angefanya nini? Angekufa. Aliacha wale 99 kwa ajili ya huyo mmoja. Ndio maana anasema mimi nimekuita. Anasema nimekuita ili wafungue. Kuna vitu vya kufungua. Kama ule uwezo wake haukuwekwa ndani yako, asingesema amekuita ili ufungue. Kwa sababu ana maana kwamba ndani yako, kwa sababu na mfano wake, huo uwezo wa kufungua. Si ndio? Tumesoma hapo vizuri Huo uwezo wa kufungua uko ndani yako. Huo uwezo wa kufungua uko ndani yako. Nimekuita mimi. Haya, angalia na ile Ezekieli, tuliangalia pale pia. Yeremia 51. Ile Yeremia 51 20 na 23. Hii ni lile kusudi. Yeremia anazungumza kusudi 51, anazungumza Nguvu langu na silaha zangu zapita. Kwa wewe nitavunja mataifa, ndio, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitavunja farasi, na kwa yeye ampandaye na yeye ampandaye, na kwa yeye wewe nitavunja gari la vita,
naye achukuliwaye ndani yake, na kwa wewe itawavunja mwanamume na mwanamke, na kwa wewe itawavunja mzee na mtoto, na kwa wewe itawavunja kijana mwanamume na kijana mwanamke, na kwa wewe itavunja mchungaji wa kundi lake, na kwa wewe itavunja mkulima na josi yake ya ng'ombe, na kwa wewe itawavunja maliwali na Asante, inatosha. Kwa wewe uliyeitwa. Na jana tukasema usitazame kwamba kuna mtu mwingine kando yako. Ukitazama namna hiyo, hutajua wito wala thamani ya wito ulio na hutaiona thamani. Lakini ukijua ni mimi, manake utaona kumbe hakuna mwingine wa kuvunja hiki ambacho kimeamriwa kufanya nini? Kuvunja. Na kisipovunjwa, kisipoharibiwa, kisipoondolewa, ni nini kitatokea baadaye? Kwa nini kuna ole? Ukishaitwa lazima ufahamu mbele yako kuna kitu kinaitwa ole. Kuna mahali ambapo utamwaga, utalipa, utadaiwa juu ya damu ya mtu. Ndio maana Mungu akakuita. Lakini tulisema pia kwamba Mungu hafurahishwa na kifo cha mwenye dhambi. Ndio maana anatafuta mtu ili asaidie, atakayesimama pamoja naye. Na tuliona kwamba kama mtu huyu hayupo, maana yake hakuna kitakachofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma Yohana sura ile ya 15 tulianzia sura ya 15 tulianzia mstari wa 11, mstari wa Mungu wa kwanza, anaposema mimi ni mzabibu wa kweli, Baba yangu ni mkulima, na wewe ni tawi. Na tukagundua ya kwamba Mungu alijiwekea utaratibu wakati ule ambapo uharibifu ulipotokea pale Edeni. Mungu alijitengenezea utaratibu mwingine sasa wa kuja duniani, kwamba lazima awe na mtu atakayemruhusu kufanya kitu, na huyo mtu ni wewe. Lakini anapofanya haya yote, anajua uwezo uko ndani ya huyu mtu. Kwa nini? Kwa sababu ana mfano wake. Katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza na ule mstari wa Wafalme wa Kwanza sura ya 17, Wafalme wa Kwanza 17 ule mstari wa kwanza. Ninachotamani ukione ni kitu kilichoko ndani yako, ili uanze kukitumia. Kuna vitu ambavyo hatuna sababu ya kumuuliza Mungu. Yaani Mungu alishaweka utendaji ndani yako, alishaweka utendaji ndani yangu. Anasemaje pale? Basi Elia Mtishbi Yoadeyi waliye akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye linasimama mbele zake, hakutakuwa na umbape wa adui miaka hii kila kwa neno langu. Mpaka hapo natosha. Elia ni moja ya watu waliofahamu kwamba wana mfano wa Mungu, ana sura ya Mungu, alichonacho Mungu kiko ndani yake. Unaweza ukafikiria nchi inakosa mvua, inakosa umande, sio Mungu amesema. Unaelewa hapo eh? Sio Mungu amesema, ni Elia amesema. Na Elia ni mtu aliyesimama baada ya kuona uharibifu ambao unafanywa na Ahabu, kumkufuru Mungu. Elia anasimama anasema hapata kuwa na umande
wala hapata kuwa na mvua isipokuwa kwa neno. Mvua zikakata, umande ukakata. Hajasema Mungu. Mungu alisema iwepo, hiki kiwepo, kikawepo. Anga liwepo, likawepo. Hiki kiwepo, kikawepo. Elia anasema pasiwe na umande wala mvua. Hakuna mvua, hakuna umande. Yaani hicho kitu anasema uwezo, mauti na uzima uko kwenye ulimi wa mtu. Kuna vitu ambavyo tunatamani tuvione, hatutamani viendelee kukaa kama vilivyo, wala Mungu hatamani kuona jinsi vilivyo. Na hapo duniani kuna mtu ambaye ameitwa, ambaye amewekewa mamlaka ndani yake. Sasa ndipo ninaporudi na kufikiri, ni vitu vingapi vinaharibika au vinakuwepo tu pasipo sababu ya kuwepo? Lakini pana mtu, shida ya huyu mtu ni nini? Labda tuseme hivi, shida ya huyu mtu hajafahamu kwamba yeye ana sura, ana mfano, uumbaji. Kuna uumbaji ndani yake. Huyu mtu anaweza akasema kwa sababu ana mfano na sura ya Mungu. Inawezekana hapo ndipo panapotupa shida. Lakini ninachokiamini, tukisikia kama alivyosema neno katika Yohana sura ile ya 13:17 kwamba mkisha yajua hayo, ni heri ninyi mkifanyaje? Mkiyafanya, mkiyatenda. Ni heri tukiyatenda. Na tulisema Mungu kwa mtazamo wangu anapotazama sasa, jinsi hali ilivyo huko duniani, jinsi hali ilivyo kwa familia zetu, jinsi hali ilivyo kwa waliotuzunguka, ni wakati Mungu ndani yake kuna huzuni ya kutosha, akitafuta mtu. Kuna watu wanaangamia, lakini anatafuta mtu atakayesimama ili afanye, alete mabadiliko chanya. Watu hawa wasije wakaangamia. Nasema natafuta mtu atakayesimama. Na nikasema tumeitwa kuzaa matunda, na hatuwezi kuzaa kwetu matunda ni kwa kujua ya kwamba sisi kusudi la Mungu, ni kwa kujua tumewekwa kwa kusudi la Mungu kwa ajili ya nini. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli sura ile ya 33:11, sikumbuki kama tulisoma pale jana. Ezekieli 33:11 tulisoma kwamba Mungu hafurahishwi na kifo cha mwenye dhambi, anatamani watu watubu, anataka watu watubu. Na tukasema kuna vitu ambavyo havitafanyika, Mungu hata vifanya, anaviona na hata vifanya, kwa sababu anatafuta huyu mtu atakayesimama. Ninachotamani uondoke nacho siku ya leo ni uwezo wa Mungu ulio ndani yako. Zaeni matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kila mtakaloliomba, lolote muombalo, mpate kupewa. Ni Yohana 15:16. Anasema si ninyi mlionichagua, bali mimi niliwachagua nikawaweka. Alikuchagua akakuweka ili ukazae matunda, matunda yako yapate kukaa. Na tukasema kwamba huduma
kama huduma. Jana tulikuwa tunajaribu kuangalia ya kwamba ziko huduma nyingi sana unazozifahamu, zaidi ya pengine unazozifahamu, ambazo zimesimama lakini leo hazipo. Zimesimama kwa nguvu, zimetikisa, lakini leo hazipo. Lakini huduma ya NLC, hata mitikisiko ilipotokea, bado huduma imesimama. Amezungumza mke wangu hapa kwamba sisi tumekuja hapa, tumeleta kile ambacho Bwana ametupa kukileta na tunaondoka. Unafikiri kuondoka kwetu ni kwamba huduma itakuwa imeisha? Bado itaendelea kufanya nini? Kusimama. Ni nani atakayesimamisha? Wapo watu, yupo mtu atakayejua wajibu wake na kusudi la kuwepo kwake. Na nikasema hautalala baada ya kuyasikia haya. Katika Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 24, 25 na 26 kama sikosei, anasema ayasikiaye maneno haya na kuyafanya atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Mvua zikanyesha, dhoruba zikaja, zikaipiga ile nyumba. Ile nyumba haikuanguka kwa sababu imejengwa kwenye mwamba. Na nikasema wakati tunaoishi dhoruba ni nyingi, ziko dhoruba nyingi, na dhoruba hazitatokea mvua kama tunavyofikiri labda mvua. Dhoruba zitatokea kwenye neno. Waraka wa kwanza wa Wakorinto wa sura ambao tulipewa, sura ya 15 na mstari wa 58, Paulo anasema muimarike, msitikisike. Nini kinatikisa? Kuna dhoruba. Zipo dhoruba. Dhoruba sio mvua zinazozungumziwa, sio mvua. Upepo unaomzua sio mvua, sio upepo kama tunaoweza kuona. Utapitia kwenye neno. Utaliona kama ni kweli, lakini neno limegeuzwa. Usipokuwa makini litatubadilisha, litatutikisa. Na tukasema lishatikisa wengi. Na hapa kwenye huduma hii lazima Mungu atusaidie tuwe makini na kuelewa hiki ni cha Bwana ama sicho. Kwa nini? Tunao uwezo wa kufahamu. Tulisoma Nehemia, Nahum. Tunawaza nini juu ya Bwana? Ni wakati umefika tunakumbushana kuanza kuwaza juu ya Bwana. Ni nini nifanye kwa wakati huu? Hiki kinachotokea ni cha Bwana ama si cha Bwana? Nisimame nacho au nisisimame nacho? Bwana Yesu asifiwe. Tuliona pia wewe ni kitulizo, nimekuita. Wa kuituliza ghadhabu ya Mungu. Mungu akikutazama ananyosha mikono, anasema basi. Ndani ya wewe uliyeitwa, anasema nimekuita wewe. Ndani yako kuna uzima wa mtu, kuna uzima wa watu. Watu wakikuona waone uzima ndani ya maisha yao. Watu wakiniona, wakikuona waone kweli ya Mungu ndani yako.
Watu wakikuona wao wamemwona Mungu, hata kama hawatasikia, lakini wakikuona waone wamefika mahali ambapo ni sahihi. Nikasema wewe ni njia, kama Kristo ni njia, wewe ni Mkristo, ni njia, wewe ni kweli, tena ndani yako kuna uzima wa nani? Wa mtu. Huo ndio wito tulioitiwa, kufanya yaliyo makusudi ya Mungu, kuharibu, kuvunja, kujenga, ndio kitu tulichoitiwa. Na tukikaa kando, kuna vitu vitaharibika. Nimesema tulikuja kukumbushana, ni vitu ambavyo unavifahamu pengine, lakini lazima tukumbushane, ili hata kama kuna mahali ambapo tumesahau tuweze kukumbuka. Hatutatembea kama jana, hatua zetu zitakuwa ni tofauti tunapoelewa. Utafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Dhoruba zinapopita utaziangalia, utakuwa umeimarika na kutikisika na kuimarisha. Tunao wengi ambao leo ni wenzetu, lakini leo hatuwaoni. Kwa nini? Dhoruba. Na jana tukazungumza kwamba tukitazama au tukisikia huko vyakula vinavyolishwa, neno linalohubiriwa sio ule ujumbe ambao Yesu alitaka uhubiriwe. Kwa nini? Tunachohitaji ule ujumbe Yesu aliohubiri, aliokuja nao, akisema tubuni na kuiamini Injili. Ndicho kitu ambacho Yesu anatazamia kitoke katika maisha yetu, na tukaona mtu ambaye ni sahihi au mwenye huo ujumbe sasa ni wewe. Hatuoni mahali pengine, lakini mimi na wewe ndio tumebaki. Na ndio maana nikasema jitazame kama mtu, usitazame kama watu. Na ukitazama kama mtu, utasimama kwenye nafasi yako, ili hata saa ya kuondoka, saa ya kuitwa, uwe na kitu mkononi mwako. Usiende mbele za Bwana mikono mitupu. Biblia inasema ni hasara kwenda nijihurumie. Kama nimemjua Mungu na nimejua kusudi la Mungu, muda niliopewa wa kuishi, muda wangu unapoisha, ninarudije nyumbani? Maana kila mtu atarudi nyumbani. Tumeambiwa hapa sisi ni wapitaji na wasafiri. Nikasema jana kwamba hatukuitwa kwenda mbinguni, tumeitwa kuifanya kazi ya Bwana. Hiyo ni namba moja, lakini namba ya pili ndio tutaenda. Kubwa ni hii ya kwanza, kuifanya kazi ya Mungu. Enendeni mkawafanye watu wa mataifa kuwa wanafunzi, wamfahamu Mungu, wajue kusudi la wao kuwepo, ili tutakapomaliza na sisi safari tuwe na kitu mbele za Bwana, tupokelewe kwa heshima mbele za Bwana. Anasema matunda ya matendo yetu yatapimwa. Ulifanya nini toka pale ulipofahamu habari za wito wa Kristo? Inawezekana kwamba hata leo ndio umefahamu, hata tazama huko nyuma, atatazama pale ulipofahamu. Hatua zako zikoje? Matunda yako yakoje? Na tukasema wale waliosema ya kwamba tulihubiri kwa jina lako, Yesu hakukataa. Alichotamani kukiona ni matunda. Usifanye kwa faida
ya kwako. Fanya kazi ya Mungu kwa faida ya nani? Ya Mungu. Ifanye kazi ya Mungu kwa bidii, ukijua Mungu ndiye kwa faida ya Mungu, ili upate kitu cha pokelewa. Utakapopokelewa ndipo utakapopata thawabu. Lakini niseme hivi, kuokoka kwangu au kuokoka kwako, Mungu hana faida. Hana faida na kuokoka kwangu, ila mimi naweza nikawa na faida kwa kuokoka kwangu. Faida ya Mungu ni matunda yanayozaliwa baada ya mimi kuokoka. Hiyo ndiyo faida ya Mungu. Na ndiyo maana wakati mwingine mimi najaribu kufikiri kwamba si ajabu mbinguni kukawa na karakana ya vilema, ukaingia mbinguni kama kilema. Kwa nini? Matunda ya mtu yakiteketea, sio kwamba huyu mtu ataenda jehanamu, si ndio wapendwa? Sio kwamba huyu mtu ataenda jehanamu, lakini Biblia inasema mtu huyu atapata hasara. Anaweza akakaa mahali sio sahihi, sipo alipokusudiwa kukaa. Shida matunda, hakuwa na matunda. Baada ya kumjua Yesu, baada ya kuyajua haya, fanya. Ni heri ninyi mkiyafanya. Kuna uheri kuyajua na kuyafanya, kwa sababu yana thawabu mbele za Mungu. Na ni kama ni kitu cha kukazana nacho sana, ni kujitahidi sasa kuzaa matunda. Hakikisha mahali popote ulipo, hakikisha kila unachokifanya kinamzalia Bwana matunda. Ndicho tulichoitiwa. Zaeni, nimeweka mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Kuna uhusiano pia mkubwa kati ya matunda na maombi tunayoyaomba. Kulingana na Injili ya Yohana sura ya 15:16, kuna uhusiano wa maombi tunayoyaomba kwa ajili ya haja za mioyo yetu na matunda tunayoyazaa katika wito tulioitiwa. Ndio maana anasema matunda yenu yakae, ili lolote mtakalo muomba Baba apate kuwapa. Maana yake wakati mwingine inawezekana tunaomba Mungu, kabla hajatoa anaangalia matunda. Naomba Mungu atusaidie tunapomaliza somo hili. Mungu atusaidie tuweze kuanza kwa upya kumzalia Bwana matunda, lakini kufahamu ya kwamba mimi nimeitwa, mimi kama mimi mwenye mfano na sura ya Mungu, na ndani yangu uwezo kupo kwa kutumia kinywa, kwa kutumia ulimi. Kama Elia alikuwa ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu, kama Elia aliwahi kufunga mvua, na mimi naweza kufunga au kuharibu au kutengeneza, naweza kuachilia. Na wakati mwingine pia anasema lolote mtakalo lifunga duniani, lolote mtakalo lifunga duniani litafungwa mbinguni. Huyu mwanadamu, huyu mtu atakalo lifunga duniani, mbinguni linafungwa. Sasa uone hiyo thamani na uwezo alio nao huyu mtu. Kuna vitu tutasema hapa duniani basi, mbinguni oda inafika, vinanyamaza. Tukitambua hayo, heri tukiyafanya. Tukiyajua hayo, heri tukiyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Hatua, 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 moja sana.
Ipti